Tukukaribishe tena kwa mara nyingine na ni siku ya pili, siku ya Jumanne. Wiki imeanza kwa mara nyingine, siku ya jana tumeimaliza. Mungu anasaidia na tumeamka tukiwa na uzima ule ambao unatuwezesha kuzungumza kwa namna moja ama nyingine mbele ya kipaza na unaweza kutuona. Kwa wewe bila shaka umeamka vizuri na uko na afya njema. Kama afya yako haijakaa vizuri, basi tuendelee kukuombea Mungu ili afya iweze kutengemana, kuendelea na shughuli zako za uzalishaji mali za kila siku na shughuli za kulijenga taifa. Hamza Msaji ndio ambaye anaonekana hapa, mwenyekiti wa dakika 60 ambazo zitakuwa kama kawaida zenye ujazo wake wa habari kubwa za Afrika, lakini pia kurasa mbalimbali za magazeti, mahojiano maalum ya hapa na pale. Na leo tupo na rais wa serikali ya wanafunzi chuo cha Wasibu Arusha hapa kwa mwaka wa masomo 2025 2026. Kinini hasa ambacho tunaenda kukizungumzia ni kuhusiana na marekebisho ya katiba ya serikali, lakini pia na tathmini ya uongozi wake wa mwaka 2025 lakini na mwaka 2026. Sasa bila shaka una kila sababu ya kuhakikisha kwamba unaendelea kuishikilia Morning Lounge mpaka pale ambapo itatamatika. Una kipi cha kufahamu kuhusiana na uongozi wa mwaka 2025 2026? Basi tathmini nzima anaitoa hapa rais wa serikali ya wanafunzi chuo cha Wasibu Arusha hapa. Niko na Jeffrey Julius kwa ajili ya habari kubwa za Afrika, na nitakuwa na Tabita Kimaro katika kurasa mbalimbali za magazeti. Sehemu zote hizo kubwa tatu ndizo ambazo zinakamilisha dakika 60 za Morning Lounge kwa siku ya leo. Maana jamii yenye haki, lakini pia na jamii ambayo basi inaelewana na inasolve changamoto zake kupitia midahalo mbalimbali, lakini pia na mazungumzo ya mezani. Na kwa siku ya kesho basi kulingana na ratiba ya Umoja wa Mataifa atafanyika pale makao makuu Marekani pale New York kwa ajili ya kuhakikisha kwamba siku hii ina reflect yale yote mambo ambayo yanapaswa kutatuliwa kupitia midahalo na mazungumzo ya mezani, ukiachilia mbali matumizi ya nguvu na vitu masharti kadha wa kadha. Kwa hiyo bila shaka nimekualert katika kitu hicho ili ujue hata kesho ikifika, basi kama kuna changamoto, kuna mgogoro unaendelea, basi angalia namna nzuri ya kuweza kuketi chini kwa mezani na kuweza kutatua kwa njia ya mazungumzo. Hiyo ndio njia ambayo inashauriwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba amani inasalia, haki inapatikana, lakini pia na kuepuka changamoto ambazo zingeweza kujitokeza pale ambapo njia nyingine tofauti zingetumika. Niko na Jeffrey Julius kwa ajili ya kutuhabarisha habari kubwa za Afrika ili tuweze kufahamu kabla ya kuendelea na mazungumzo mengine katika sehemu hii ya kwanza ya habari kubwa za Afrika. Jeffrey Julius, karibu sana. Asante sana Msaji, habari ya asubuhi. Tuko vizuri. Naam. Uzima wako? Uzima wangu ni mzuri sana. Mungu anasaidia. Kabisa. Na tungali tukiwa bado katika wiki ya mwezi wa sita ya kwanza kabisa ya mwezi wa sita. Na kwa kweli zaidi pongezi na shukrani zote zinazidi kuendea watazamaji wetu ambao wanaendelea kufuatilia vizuri matangazo yetu kila uchao, na kwa kweli jambo la kushukuru. Lakini zaidi kama ambavyo umesema, tutakuwa na habari tano za Afrika, na katika habari tano hizo tutapata kumhabarisha mtazamaji mambo ambayo yameweza kujiri hapa nchini Tanzania, kadhalika pia nje ya Tanzania. Kwa hivyo mtazamaji akae tayari kwa ajili ya kuweza kuyasikia yale ambayo tumemwandalia. Kwa muhtasari kwamba kwa upande wa huko Kenya, jaji mkuu wa zamani amekamatwa katika maandamano ya kupinga kuhamasishwa kwa hifadhi ya wanyamapori. Kenya wamekuwa ni mojawapo kati ya nchi katika ukanda wa Afrika Mashariki ambazo kwa namna moja ama nyingine zimejitofautisha katika masuala ya kuachilia mihimili jitegemee kabisa. Kwamba katika masuala ya sheria basi mkondo wa sheria unapofikia hatua ya mambo kuhusisha masuala ya sheria, basi wanazingatia sana hilo. Lakini pia upande wa Afrika Kusini kule wametangaza msako mkali dhidi ya wahamiaji haramu. Rais Cyril Ramaphosa. Naam. Kwa hivyo ni mambo ambayo kwa kweli yanaendelea kushika kasi huko nchini Afrika ya Kusini. Sahihi, kauli ya Cyril Ramaphosa ni nzuri kwa sababu kama wananchi wanalalamika wageni wamekuwa wengi, mwisho siku kumbe kuna watu ambao wanaingia nchini pasi na kuwepo kwa ruhusa yoyote, mtu hatambuliki, hakuna taarifa yoyote. Licha ya kuwepo sasa hivi masuala yanayoendelea haya ya kuondoa watu ambao wamekaa kwa muda mrefu,
wana nyaraka kabisa zinazosababisha wakae nchini, lakini wananchi wa huko wenyeji wanasema hatuwataki wale. Hao wachache sasa ndio wanaochafua wale ambao wanaingia kiuhalali. Kwa sababu wanaoingia kiuhalali mara nyingi wanakuwa ni wachache kuliko wale ambao wanaingia katika njia ya haramu ya uhamiaji kama hivi. Lakini inaweza kawa anachukuliwa pengine kama mtazamo wa kisiasa. Inaweza kawa ni swala hilo, lakini pengine ya makosa akawa anaunga mkono mambo ambayo mlengo kwenye kile ambacho kinaendelea. Nikishukuru Geoffrey kwa muhtasari huo. Bila shaka tutazungumza mengi baada ya kutuhabarisha kina cha habari hizo. Mtazamaji, endelea kusalia nasi mpaka pale tatimia saa 2 kamili. Tukirejea hapa hivi punde kamera moja kwa moja kwenye kwa ajili ya habari. Mtazamaji, karibu sana katika matangazo yetu asubuhi. Mimi ni Geoffrey Julius na moja kwa moja na kupeleka katika habari 5 za Afrika. Tukianzia hapa nchini Tanzania, Arusha ya rekodi watoto 631 waishio mitaani. Mkoa wa Arusha umebaini kuwepo kwa jumla ya watoto 631 wanaoishi na kufanya kazi mitaani, huku takwimu za Mei 2026 zikionyesha kuwa watoto 94 kati yao hulala mitaani katika maeneo mbalimbali ya jiji, ikiwemo stendi kuu ya mabasi, stendi ndogo, stendi ya Dar Express, Uhuru Road, soko la Kilombero na soko kuu la Mianzini. Takwimu hizo zimetolewa jijini Arusha Juni 2026 wakati wa uzinduzi wa mradi wa watoto waishio na kufanya kazi mitaani 2026-2028, ambapo mkuu wa wilaya ya Arusha amesema mkoa umefanya operesheni rafiki iliyosaidia kuondoa watoto mitaani na kuwarejesha katika familia na taasisi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, watoto 68 tayari wameunganishwa tena na familia zao na mifumo ya malezi, ingawa baadhi wamerejea mitaani kutokana na mazoea na changamoto za kijamii. SOS Children Village Tanzania, Thomas Kipingili amesema mradi huo unatarajiwa kuwafikia zaidi ya watoto 750 ukilenga kuimarisha ustawi wa familia na kupunguza matukio utelekezaji wa watoto katika maeneo ya mjini. Mradi huo unatekelezwa katika halmashauri za Meru, Arusha na jiji la Arusha, huku wadau wakihimizwa kushirikiana na serikali kuhakikisha kila mtoto anapata haki za msingi, ikiwemo makazi salama, elimu na ulinzi wa kijamii. Nairobi, jaji mkuu wa zamani Kenya akamatwa katika maandamano ya kupinga kuhamasishwa kwa hifadhi ya wanyamapori. Aliyekuwa jaji mkuu nchini Kenya, David Maraga, amekamatwa katika maandamano ya kupinga mradi unaopendekeza uendeshaji wa miundombinu ndani ya mbuga ya kitaifa Nairobi. Vikundi vya uhifadhi wanaharakati walikuwa wamekusanyika kupinga mradi wa huduma ya wanyamapori ya Kenya kutenga sehemu ya mbuga hiyo kwa malengo ya miundombinu, ambapo waandamanaji wanahoji kuwa mradi huo unaweza kutishia ardhi ya hifadhi na kwa mwanzo wa kufanyika kwa miradi zaidi ya ujenzi ndani ya mbuga hiyo. Shirika la huduma ya wanyamapori nchini Kenya linakanusha madai ya unyakuzi wa ardhi, likisema mradi huo unahusisha kuhamasisha na kuboresha hifadhi hiyo ya wanyamapori ya Nairobi ili kuboresha ustawi wa wanyama na huduma za uhifadhi. Afrika Kusini. Rais wa Afrika Kusini atangaza msako mkali dhidi ya wahamiaji haramu. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amehutubia taifa na kutangaza hatua kadhaa mpya za kukabiliana na uhamiaji haramu, wakati mvutano ukiongezeka kutokana na maandamano ya kupinga wageni na malalamiko kuhusu ukosefu mkubwa wa ajira. Hatua hizo ni pamoja na kuwafunga jela waajiri wanaowaajiri wafanyakazi wasio na vibali halali, kuanzisha mahakama maalum ili kuharakisha uhamisho wa wahamiaji wasio na vibali, na pia kuweka rejista yenye taarifa za kibiometric kwa kila mtu nchini ili kuzuia wizi wa utambulisho.
Hata hivyo, pia ameonya wananchi wa Afrika Kusini wasijichukulie sheria mikononi mwao. Kongo, idadi ya visa vya Ebola vyafikia 510 hatari. Taarifa hizo zimetolewa baada ya watu wengine 27 kudhibitika kuwa wameambukizwa homa hiyo inayosababishwa na virusi. Idadi hiyo ya visa inajumuisha vifo vya watu 91 tangu mlipuko wa sasa ulipotangazwa katika mwezi uliopita. Wakati huo huo, Umoja wa Ulaya umesema umepeleka nchini Kongo tani 100 za msaada ya kiutu ikiwemo dawa, mahema na vifaa vya kujikinga maambukizi. Marekani nayo imetangaza kutoa msaada wa nyongeza wa dola milioni 38 kusaidia juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Watu 20 waungana kwenye tetemeko la ardhi huko Filipino. Watu 19 wamekufa baada ya tetemeko kubwa la ardhi kutokea kusini mwa Filipino. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.8 katika kipimo cha Richter limesababisha kutolewa onyo la tsunami katika sehemu mbalimbali za eneo hilo. Tahadhari hiyo, imesema taasisi ya volkano na mitetemeko ya ardhi ya Ufilipino ilisema kitovu cha tetemeko hilo kilikuwa kusini magharibi mwa mji wa Maasim katika jimbo la Sarangani kwenye kisiwa cha kusini cha Mindanao. Msemaji wa ofisi ya ulinzi wa raia nchini Ufilipino, John Castillo, amesema vifo 19 vimethibitishwa hadi sasa. Watu 12 hawajulikani walipo na jumla ya 134 wamejeruhiwa. Video zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha majengo kadhaa yakianguka huku huduma za umeme na mawasiliano ya simu zimevurugika katika maeneo yaliyoathiriwa. Shughuli za masomo shuleni zimefutwa na kazi katika ofisi za serikali na za binafsi pia zikisimamishwa. Rais wa Filipino, Ferdinand Marcos Jr. mara moja ameamuru hatua za msaada na ulinzi na kuwataka watu kufuata maagizo ya mamlaka. Mtazamaji, kwa nukta hiyo basi ndiko nami natamatisha habari 5 za Afrika, na hapa kama ilivyo ada tunaungana moja kwa moja na Hamza Msangi katika kuangazia habari 5 za Afrika. Mojawapo ambayo tunaiangazia ni uko nchini Kenya kufuatia sasa inapokuja mambo ya utawala bora na uongozi na utawala bora. Sasa jaji mkuu ametiwa hatiani kwenye jambo hili. Swala hili linaleta picha gani kwa nchi ya Kenya, hasa katika masuala ya usimamizi wa masuala ya sheria? Hakuna aliye juu ya sheria. Kenya ndio nchi pekee ambayo nadhani inadhihirisha uwazi wa kauli hii. Kwa sababu si leo wala si jana na si kiongozi wa kwanza huyu kushikiliwa pale ambapo atakuwa ameungana na mambo ambayo kwa namna moja ama nyingine hayana tija kwa taifa. Na hata mwaka jana tuliona kwenye yale maandamano ambayo yaliendelea, maandamano fulani hivi, wapo viongozi kadha ambao waliodhaniwa wako nyuma ya maandamano hayo, wengi wameshikiliwa ambao wamejitokeza barabarani. Manake haijalishi ni mstaafu kwenye ngazi ipi, haijalishi ni mstaafu kwenye kitengo kipi, lakini inapokuja kwenye swala la maslahi ya taifa lazima udhibiti uwepo. Tunazungumza kuhusiana na pale ambapo unakuwa umestaafu. Tunatarajia ndio mtu ambaye ungeweza kupeleka yale mawazo ya kitaifa mbele. Ni mtu ambaye ungeweza kushauri taifa katika mambo ambayo ni mazuri na katika ile mipango dira za kitaifa kuzipeleka mbele kama mstaafu na ambaye una uzoefu mkubwa kwenye masuala haya. Ikitokea maandamano kama haya na kiongozi mkuu, jaji mkuu mstaafu wa mahakama, na wewe ukajitokeza katika kupinga, na wakati wewe ndio tunatarajia ndio ambaye unafahamu njia za kisheria za kudai madai husika, kama ikitokea haujaridhishwa nayo, lakini wewe leo ndio unaongoza kukaa barabarani, haitupi taswira nzuri kwako wewe kama kiongozi ambaye tunakutazama, ambaye unatazama pia na bila shaka kwa hatua hii ambayo Kenya ama mahakama ya Kenya ambayo imeweza kuichukua
kumkamata kiongozi mkubwa kabisa wa ngazi za juu, senior kabisa kwenye nafasi ya mpaka kuwa jaji, bila shaka inaonyesha kiashiria kwamba sheria inamkamata mtu yoyote. Inamkamata mtu yoyote. Hakuna mtu aliye juu ya sheria. Kabisa, hiyo ndio kitu ambacho kinadhihirishika, na inatakiwa sasa kwa wastaafu kuangalia, sio wastaafu tu, hata vigogo ambao wapo madarakani na vitu kama hivyo, kuona kwamba ipo siku pale ambapo utajiingiza katika namna ambayo si ya halali na si namna ambayo inakubalika, sheria itakushika. Sheria itakushika. Kwa hiyo kustaafu kwako ukiwa ni kiongozi mkubwa, tunatarajia tuone kwamba wewe ndio utatuongoza, na wewe una uzoefu mkubwa sana. Sasa kama masuala haya ya kisheria, wewe ambaye ulikuwa ndio msimamizi wa sheria na ndio unatoa hukumu na ndio unatoa maamuzi na kujaji kitu ambacho kimefanyika, leo hii tunakuona kwenye maandamano, maana yake bado tutakuwa na kujiuliza fulani hivi kuhusiana na mwenendo wako. Bila katika upande sasa kwenye sura hii unaiona vipi katika nchi za Afrika ambazo hasa ziko katika safari ya kuendelea kiuchumi, hasa katika kusimamia masuala ya sheria inapokuja kwenye swala la kwenda kinyume na taratibu? Nadhani hii inakuwa kama funzo tu kwa nchi zingine, na kuhusiana na masuala ya kuwachukulia sheria watu wakubwa hawa, si Kenya tu, maeneo ya Kongo tumeona Kabila ambaye alikuwa rais wa zamani, namna ambavyo amekuwa akijihusisha kwenye mambo ambayo sio, na mahakama imekuwa ikichukua hatua, lakini pia na maeneo mengine kadha wa kadha ambayo kwa namna moja ama nyingine yamekuwa yakionyesha namna hiyo. Ikija kwenye masuala ya kuhusiana na mfano mradi huu wa mbuga ya kitaifa ya Nairobi, maana yake ni utalii wa ndani wa kitaifa. Maana yake kama imeonekana kwamba miundombinu hii inatakiwa labda kuendelezwa, kuhamishwa kutoka sehemu moja kwenda nyingine, mbuga hii maana yake ni mradi wa kitaifa. Kikubwa tu ni kuangalia kwamba hauwezi kuleta athari katika maeneo ambayo wanapelekwa. Kama ni sehemu basi, kama ni mbuga nyingine imetengwa, ni kuweza tu kuhakikisha kwamba taratibu zingine za kisheria zimefuatwa, wananchi wa eneo hayo wamefidiwa na kama hivyo. Asante sana. Ni Hamza Msangi, niungana naye katika habari tano za Afrika, tukichambua kufuatia kukamatwa kwa jaji mkuu wa zamani wa Kenya, ambapo amekamatwa kulingana na maandamano ya kupinga kuhifadhiwa kwa hifadhi ya wanyamapori nchini humo. Mimi ni Geoffrey Julius, asante sana. Muda mchache ujao utaungana tena naye Hamza Msangi pamoja na Tabita Kimaro. Unapozungumza kwa umahiri, dunia husikiliza. Katika dunia ya leo ya habari na teknolojia, mawasiliano madhubuti ni msingi wa maendeleo. Karibu usome shahada ya Multimedia and Mass Communication katika Chuo cha Uhasibu Arusha IAA. Na hapa utajifunza uandishi wa habari, utangazaji na mawasiliano ya kidijitali kutoka kwa walimu mahiri, na pia kwa vifaa vya kisasa utapata ujuzi wa vitendo unaokuhakikishia wewe ushindani katika soko la ajira. Tumejipanga kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto zako. Jiunge nasi ujenge taaluma yenye ushawishi katika ulimwengu wa habari na mawasiliano. Kwa taarifa zaidi tembelea tovuti yetu www.iaa.ac.tz au tupigie kupitia namba 0742 833 444. IAA Next Level.
Tumerejea tena na bila shaka Chuo cha Uhasibu Arusha ndicho ambacho kinawezesha yote haya, na mpaka sasa sisi tunazungumza hivi, basi hakuna changamoto yoyote, ndio ambao wanafanikisha yote haya. Nikutaarifu tu kwamba kwa dirisha la certificate diploma liko wazi mpaka ifikapo Julai 10 ndio ambapo litafungwa. Ingia tu kwenye tovuti ya www.iee.ac.tz, kwa juu pale pameandikwa application window is open, kisha bofya, utaletewa sehemu ya create account kwa ajili ya kutuma maombi. Nikujuze tu tuna kozi 3 ambazo zimeongezwa kwa sasa kwa level ya diploma kutoka 17. Sasa hivi tuna kozi za diploma na certificate takriban 20. Maana yake kuna kozi ya cyber security ipo inapatikana, lakini pia kozi ya kilimo, lakini pia hata ile kozi ya clearing and forwarding basi inapatikana kwa ngazi ya certificate na diploma. Ni kwa namna gani IAE tunaendelea kuhakikisha kwamba soko la ajira haliwezi kukushinda. Pia na tathmini nzima ya uongozi wa serikali ya mwaka 2025 2026. Kwa namna moja ama nyingine utakuwa umesubiri sana serikali inasemaje na nini hasa ambacho kimefanyika. Yapo mambo mengi sana ambayo kwa namna moja ama nyingine yamefanyika, lakini pia zipo changamoto heka za hapa na pale. Sasa leo tuko na rais wa serikali ya wanafunzi Chuo cha Uhasibu Arusha mwaka 2025 2026, serikali ambayo inaenda kumaliza muda wake. Ni wakati sahihi wa kutupatia tathmini nzima ya uongozi na namna ambavyo mafanikio makubwa yamepatikana na heka nyingi ambazo serikali imehakikisha kwamba mustakabali mzima wa wanafunzi unaimarika kupitia wizara zake mbalimbali ambazo ni zenye kuhudumu wanafunzi katika kipindi chote cha muda huo. Niko na rais wa serikali ya wanafunzi Chuo cha Uhasibu Arusha hapa, Francis Wambura. Karibu sana studio za ATV. Asante. Uzima wako? Uzima uko salama? Uko vizuri eh? Niko vizuri. Tunashukuru sana. Nimeamka salama. Nikukaribishe. Ukiamka kama rais huwa unafanya kitu gani? Cha kwanza kabisa. Cha kwanza namuomba Mungu anisaidie tekeleza majukumu kwa ufanisi ya siku hiyo. Kwa sababu nimeuliza hivyo, una yule mtu anasema rais ni mtu mmoja ambaye majukumu yako tafu sana, huenda labda akiamka moja kwa moja yuko ofisini pale. Yuko ofisini pale. Kwa hiyo nataka kujue baada ya hapo maana yake majukumu yako kama rais ofisini unakuwa unapatikana muda gani? Ofisini inategemeana na ratiba ambayo utakuwa nayo sasa siku hiyo. Lakini actually mara nyingi huwa napatikana. Ratiba ikiwa ngumu saa 2 saa 3 nakutana nipo ofisini. Unakutoka ofisini? Na imekuwa ni desturi yangu. Unless nikiwa na emergency ya kutoka. Level nyingine ya maisha. Tunatambua kabla hujaingia kwenye uongozi kuna kuwa na marafiki na nini. Ukiingia kwenye uongozi huwa inakuwaje hiyo hali? Wanapungua au ndo wanazidi kutiririka sasa kutafuta ukaribu? Swala la uongozi ni community inayoleta marafiki sana. Sahihi. Yaani ukiwa kiongozi lazima marafiki wanakuwa wengi. Lakini sasa haimaanishi kwamba wote wanakuja na nia moja. Marafiki wanakuja wengine wakiwa na malengo tofauti. Kwa hiyo sio swala la kusema kwamba uongozi ni source ya kupunguza au kuongeza. Lakini actually lazima ujue uongozi ni kitu ambacho kinasababisha marafiki wa wengi. Marafiki wanakuwa wengi. Sasa kama kiongozi lazima upime marafiki yao na nia gani sasa. Wana nia kukusaidia, wana nia sahihi. Unafanya assessment, unatoa haki kutokana na ule usawa wa wote. Usipoangalia upendeleo kabisa wale marafiki. Kazi kweli. Maana nimekuwa nikiwaza huenda hata kuna mtazamaji ambaye alikuwa akiwaza mwanafunzi akawaza kwamba ukiwa rais lazima marafiki watakuwa wengi na kila mmoja anakuja kwa namna yake. Mwingine akiwa na matumaini kwamba nikiwa karibu na rais huduma itakuwa ya haraka sana. Kwamba pigia waziri wa habari bwana fanya hiki, hebu fuatilie huyo mtu, maana yake inakuwa kwa haraka sana. Jana tumezungumza na waziri mwenye dhamana ambaye umemkabidhi wizara ya sheria, katiba na sheria. Davis amezungumza mengi kuhusiana na marekebisho ya katiba ya serikali ya wanafunzi. Kama rais tukusiki
marekebisho mwaka 2021. Asante Hamza Msaji, lakini swala hili la katiba kiujumla hatukulianza sisi. Tumeingia madarakani tukakuta kuna mchakato ulikuwa unaendelea. Serikali iliyopita ilianza mchakato, lakini kuna changamoto zilitokea katikati pale, hawakufanikiwa kabisa. Kwa hiyo hitaji la katiba sio hitaji la sisi serikali 2025-26. Serikali iliyopita 24-25 ilianza mchakato wa katiba. Ndio. Lakini kuna vitu vilisababisha vikakwamisha mpaka haikufanikiwa. Na nakumbuka mara ya kwanza kuja hapa hilo swala na hisi niliongelea. Ndio. Swala la katiba lilikwama kutokana na ule muda uliopewa kwa mchache. Mwezi wa 5 wanaelekea mwishoni, likaja haja ya hitaji la wanafunzi kwamba wabadilishe katiba. Ndio. Kutokana na migogoro, mfumo wa uongozi kabisa, mfumo wa uwajibikaji na zile nafasi za viongozi baina ya viongozi wa serikali na wanafunzi. Kwa hiyo sisi tulivyoingia ni hitaji lilikuwa kubwa. Kwanza kutoka management ya kwetu chuo, na cha pili pia ilitoka kwa wanafunzi wenyewe. Ndio. Na pia na mazingira ya taasisi yetu imekuwa kubwa. Ukiangalia katiba yetu imeanza 2015. Ikaja ikafanywa marekebisho 2021. Maana yake ukitathmini 2015 mpaka sasa hivi taasisi yetu ilikuwa changa sana. Sasa hivi taasisi yetu imekuwa kampasi 6. That's why tunakuja kutekeleza mabadiliko ya katiba kutokana na haja ya wanafunzi wa sasa. Namna gani sisi tuwe na zile mtiririko wa uongozi wetu kabisa. Ukitathmini kama kampasi ya Bukombe, Songea, Dodoma, sasa tukiwa wote na mfumo ambao lakini namshukuru Mungu pia tumefanikiwa. Imechukua muda gani mpaka kulikamilisha? Swala la katiba tulipata bajeti yake ya katiba mwezi wa kwanza. Ndio. 2026. Lakini angalia ndani ya miezi 4-5 ndio tumefanikiwa kukamilisha katiba. Katiba imekamilika. Sasa nikupongeze kwenye hilo. Rais wa serikali ya wanafunzi niko naendelea kuzungumza naye hapa kuhusiana na marekebisho ya katiba ya serikali ya wanafunzi chuo cha uhasibu wa Arusha, ambao kwa namna moja ama nyingine ametuweka wazi kwamba marekebisho haya, mchakato huu haukuanza kwenye serikali yake, ni kwamba ni swala ambalo lilikuwepo na amelikuta na amelikamilisha yeye kwenye serikali yake. Mambo gani muhimu ambao wanafunzi waliyapendekeza sana kwenye katiba mpya ya wepo? Kwa ujumla mambo mengi yamependekezwa humo, lakini nitazungumza machache sahihi ambayo yanaweza akawa tija kwa masuala ya wanafunzi. Sahihi sana. Tulipoanza ziara ya kuzunguka hii katiba kutafuta maoni, tulianza na kutafuta maoni kampasi zote. Tumezunguka kampasi zote 6 mpaka Songea. Lakini mambo ya msingi walio ya hitaji makubwa, cha kwanza ni mfumo wa uongozi wetu. Tumeona ipo haja sasa mfumo wa uongozi awepo na rais mmoja anawakilisha kampasi zote, na kampasi zingine ziwe na governor kwa lengo la kudecentralize zile power. Sahihi. Na hawa magavana watawajibika direct juu ya rais. Lakini pia kuna masuala ya tumebadilisha upande wa mfumo wetu wa uchaguzi. Ile tume ya uchaguzi, katiba ya zamani ukiangalia ilikuwa inaruhusu wale wajumbe wajumbe lazima wapitishwe na bunge. Lakini tumebadilisha maslahi pia ya uongozi. Namna gani tuwe na magavana na madiputy governor, tutakuwa na prime minister, na pia rais huyu atakuwa na serikali yake chache sana, atakuwa na bunge la senate na atakuwa na mawaziri wake wachache kama 3, waziri wa katiba na sheria, wa elimu, pamoja na waziri wa finance na loan. Lengo ni kupunguza structure ya uongozi, tuweze kumanage rasilimali za wanafunzi. Na kwa hayo machache ni hayo tumebadilisha, lakini yapo mengi. Kuna ibara zaidi ya 8 zimebadilika kabisa. Kwa wizara nazo zimepungua. Wizara katika ofisi ya rais tumezipunguza. Kuna wizara ukiona pale, wizara ya fedha tumeunganisha na wizara ya mikopo.
Sahihi. Maana yake inakuwa ni wizara moja tu watakuwa wanashughulikia mambo haya. Sahihi sana. Basi sijaona, maana yake waziri mkuu hayupo tena kwenye serikali hii kulingana na katiba. Yaani kwa katiba mpya hii waziri mkuu yupo kwenye department ya governor. Ya governor. Ukiona governor hapa, maana yake huyo governor wa Arusha campus ndio ana waziri mkuu wake, pia ana mawaziri wengine watakao msaidia katika kutekeleza majukumu. Lakini nini hasa tuliona hicho? Tuliona kuwepo na rais wa IAA yote. Ni bora tukampunguzia wizara. Tukachukua wizara za msingi zile. Kwa mfano hapa tumechukua wizara ya elimu. Ndio. Waziri wa elimu atamsaidia rais kushughulikia masuala ya elimu kampasi zote zile za IAA. Na ndio lengo kubwa la mwanafunzi hapa chuo cha Wasibu Arusha. Pia tukaangalia ipo haja ya yeye kuwa na waziri wa katiba na sheria kwa masuala yale ya irregularities. Huyu waziri atasemea wanafunzi wa Moshi, atasemea wanafunzi wa Bukombe, atasemea wanafunzi wa Songea. Na tukaona kuna haja kubwa sana ya kuwa na nafasi ya namna hiyo. Lakini kwenye upande wa wizara nyingine tuliona ni muhimu sana wizara ya fedha na mikopo. Ndio. Tukaona tuiunganishe awepo na waziri wa kumsaidia katika kutekeleza majukumu yote. Kweli kabisa, ndio katiba mpya hiyo serikali ya wanafunzi inavyozungumza hivyo. Manake katika uchaguzi wa rais sasa tutarajie rais anayewania manake azunguke kampasi zote katika kuomba kura. Yaani sio kwamba ataomba kura, katiba inasema rais tutakayemchagua ndio lazima atokee makao makuu, kwa sababu ndio makao makuu ndio shughuli zote zile zitakuwa zinafanyika. Kwa hiyo tuna lakini ndani ya siku ile tunakuwa tunafanya selection ya position 3, lakini hapo awali tulikuwa tunafanya uchaguzi wa selection 2 upande wa vice president pamoja na president. Kwa kampasi zingine zitakuwa zinaendelea na uchaguzi wa magavana. Kampasi zingine zitaendelea na uchaguzi wa magavana na deputy governor. Sahihi sana. Kwa hiyo ndivyo ambavyo imekaa hivyo. Hapo basi umewaweka vizuri kwa mwanafunzi ambaye anatufuatilia, unaweza kutuwekea maoni yako hapo kuhusiana na mpangilio huo, katiba ambayo imeelekeza serikali itakuwaje. Bila shaka umezungumza hivyo kwamba mmepita katika maeneo mengi na kampasi zote kwa ajili ya kukusanya maoni ya wanafunzi, na kitu ambacho umekizungumza kwamba wamekipendekeza ni kuhusiana na masuala hayo. Changamoto ilikuwa wapi katika kufuatilia mchakato huu wa marekebisho ya katiba? Changamoto ni kubwa. Ukiangalia ratiba yetu ya hapa chuoni, tunasafiri kampasi zote. Sahihi. Lakini ujue changamoto ipo ya muda. Sahihi. Muda wetu wa masomo, tunataka tufanye mtihani, tulikuwa na mtihani wa semester 1. Kwa hiyo nakuta ushiriki wa wanafunzi hawa na hawa viongozi waliokuwa wanahusika na ile tume wamehusika katika mazingira ya muda. Muda umekuwa mdogo sana kabisa. Na ndio maana ukiangalia hata timetable tuliyopanga, tulipanga tutumie miezi 2. Imetuvuta mpaka mwezi wa 6. Sahihi. Kwa hiyo changamoto kwa muda pia na ukinzani pia, unajua amna hichi ni kitu cha mawazo. Cha mawazo maana yake kwa maslahi pia ni hoja ambazo zinaweza zimevuta sana kuwa gumu, lakini tunamshukuru Mungu zoezi tumelimaliza salama kabisa. Nikushukuru mtazamaji, niko naendelea kusalia naye hapa rais wa serikali ya wanafunzi chuo cha Wasibu Arusha hapa kuhusiana na masuala mazima ya katiba na sheria. Kwa namna hiyo sasa tuzungumze kidogo kama rais ambaye unaenda kumaliza muda wako, swala la katiba umelikamilisha ambalo umelikuta na umeweza kulifanikisha. Tuzungumze kidogo mengine ukiachana na katiba ambayo serikali yako unasema yes tunajivunia katika kuhakikisha tumepewa madaraka na tumeyatimiza yale ambayo tumepewa. Mheshimiwa Hamza Msaji, kiukweli serikali ya 2025 2026 kuna mambo mengi sana tunajivunia. Sahihi. Tulipokea serikali ikiwa na mwendelezo. Maendeleo ni mchakato kabisa. Huwezi ukaendelea kwa siku moja, mchakato wa muda mrefu.
ukiangalia mambo tulioahidi wanafunzi kwa asilimia kubwa tumefanikiwa. Ndio. Ukiangalia kwenye wizara tofauti tofauti pia tunashukuru pia Wizara ya Michezo tumeweza kumaintain ile mobility tuliyokuwa nayo. Ndio. Tumetoka juzi na makombe mengi sana Kabisa. Tulipokea serikali tukiwa na makombe 7. Ndio. Lakini tumekuja na makombe 11. Haya ni mafanikio. Tayari mmevuka. Tunamshukuru Mungu na ni malengo siku ya kwanza na uliahidi hilo. Uliniahidi kwamba nitafanya nini ku maintain mobility. Lakini tunamshukuru yapo mambo mengi. Tulipokea katika mobility ya ukiangalia leo tukiendesha event. Ndio. Event yetu hata. Kabisa. Hata Boys Cup tuna muziki wetu wenyewe. Hatukuwahi kuwa na kitu kama hicho. Watu wana enjoy. Watu wanafurahia. Wanafurahia. Kabisa. Tumefanya Sedeweka Arena pale. Watu wanafurahia. Watu wanafurahia. Na tuhakikishie wanafunzi tunaenda kwenye kombe la dunia hapa. Na wataangalia pale. Maana yake ni muda wote wako pale. Yapo pia kuna masuala ya Wizara ya Elimu, masuala ya kitaaluma. Tumeendelea kushirikiana na management kabisa kutatua changamoto ambazo tunaweza tukakaa mezani tukazungumza na tukawa tunawasaidia wanafunzi. Kabisa. Mabadiliko kwenye elimu tulikuta kuna shida sana kwenye mfumo. Kabisa. Mfumo wetu wa SMS. Lakini wote hapa ni mashahidi. Mfumo tuliokuta sio saizi. Sio kama saizi. Mfumo tumenunua saizi mpya chuo cha uhasibu. Kabisa. Kupitia management ameleta mfumo mpya. Kabisa. Wanafunzi wa batch 1 na certificate wala mfumo. Ukiangalia na mfumo wao. Kabisa. Ile access ya kupata hata ile test number, examination number imepungua. Kwa hiyo ni maendeleo ya kuna vitu vingi tunaweza tukasema, lakini yapo mengi tunatamani yafanikiwe. Lakini mimi kwa nafasi yetu kama serikali ya wanafunzi tumefanya kwa asilimia kubwa sana. Sasa nikushukuru. Kipi unasema hiki kilikuwa kigumu sana kukitekeleza? Kuna vitu vingi lakini serikali ya wanafunzi tumepambana kabisa sana. Lakini kuna vitu baadhi tumepata changamoto kubwa. Kuna changamoto yetu hapo kidogo kabisa. Tumekuwa tukizunguka na jambo hili limenisumbua tokea siku ya kwanza unaingia kwenye uongozi hii barabara ili kidogo wanafunzi wetu wanaokaa Ngutoto wapate urahisi. Lakini tumezungumza sana na management lakini nimpongeza campus manager wetu kabisa. Tayari ameshalizia kupitia chini ya mkuu wetu wa chuo kabisa. Ile barabara hata kama leo tulitoka madarakani kabisa, naamini lazima ni muda mfupi tu mkataba yote imeshaisha. Ni sehemu ya implementation. Na kingine pia tulipata changamoto katika utekelezaji wetu wa majukumu. Kuna muda ulikuwepo na agreement ya payment pia kabisa. Ya ukiangalia kutoka tulivyomaliza pressure mpaka hapa malipo yetu ya rasilimali huwa kuchelewa. Kwa hiyo tunachukua muda mfupi sana kutekeleza. Na yale yote ambayo umejiwekea na zile ahadi ambazo umezitoa kama ulivyoelekeza na mafanikio makubwa ambayo umepata kupitia serikali yako, kupitia wizara mbalimbali ambazo umezielekeza kitaaluma, lakini pia burudani namna, kwa sababu wasema sio kila muda wa kuwa serious sana, inabidi muda mwingine mwanafunzi afurahie, na ndio maana yako matukio kama haya. Mtu mwingine haoni kwamba ni tija na haoni kwamba ni faida, lakini kuna muda inabidi ufurahie, utoke katika ule ubizi ambao upo nao kama mwanafunzi. Sasa tuzungumze kuhusiana na malengo ambayo mmejiwekea na vile ambavyo mmefikia hapa, sawa, lakini kuna kile ambacho nasema kwamba marekebisho ya katiba sasa haya yanakujaje kumsaidia mwanafunzi na mtengenezaji mazingira mazuri, yamemwekea mipango gani? Ukiachana na uongozi, ukiachana na upande wa structure ya uongozi, lakini kwa mwanafunzi kama mwanafunzi. Haya marekebisho ya katiba yana mambo ya kumsaidia mwanafunzi kwa nyanja mbalimbali. Lengo tunataka sasa ushiriki wa wale wanafunzi katika ngazi ya maamuzi kabisa wawe karibu katika utoaji wa maamuzi. Lakini kingine pia tunaamini katiba ndio msingi kabisa wa sheria na taratibu zote za chuo. Lakini kupitia uongozi tuliobadilisha katiba, tunaona mabadiliko ya hawa wanafunzi juu ya uwajibikaji wa wale viongozi. Kukiwepo na ukinzani baina ya sheria, lazima tuone uwajibikaji wa viongozi unapungua. Na kuna kuwepo na conflict ambazo zinaweza arise kutokana na weakness ya katiba. Kwa hiyo tunaamini kupitia hii katiba
ile migogoro ya kikatiba iliyokuwa inatokea, self interest na nini, itapungua kutokana na haja iliyokuwa sasa hivi kabisa. Na sio hapo tu, mfumo mzima wa ule uchaguzi, migogoro iliyokuwa inatokea pale itawasaidia wanafunzi. Tunachukua muda mfupi kutekeleza kumpata kiongozi ambaye tunaona anaweza akatusaidia. Sahihi sana. Hivyo ndivyo ambavyo mwanafunzi unaenda kunufaika na katiba hii. Usije ukawa unajiuliza sasa katiba ya serikali ya wanafunzi inanisaidiaje? Ni katika kukuwekea mazingira mazuri ya kuhakikisha kwamba unashiriki katika maamuzi ambayo yanapaswa kushiriki, ikiwemo katika chaguzi mbalimbali, kuwekea mazingira mazuri ya kuhakikisha kwamba na wewe unashiriki vile ambavyo inapaswa kushiriki, kuchagua au hata kuchaguliwa, na mazingira mengine ya kimaisha wapo chuoni. Tulizungumza kipindi unaingia madarakani, na sasa tunazungumza ukiwa unaelekea kumaliza hatamu yako ya uongozi. Tupate neno kwa rais ajaye. Zungumza naye, ingawa hafahamiki, lakini zungumza naye ili akija naye kusikiliza, atasikiliza maudhui haya akiwa sio rais, lakini ajue kwamba akija kuwa rais basi umeamwachia neno. Mimi binafsi nichukua nafasi hii pia kumwombea kabisa, na nimtie moyo, Mungu amjalie uvumilivu, kwamba nafasi ya urais ni nafasi ambayo ni ya maamuzi makubwa sana. Kwa hiyo awe jasiri, na nimtie moyo kwamba katika maamuzi yake asiogope, ndio, na ajikite katika kuendeleza yale tuliyoanza kabisa. Tunaamini mchakato tulioanza na kufikia mwisho, atapokea gurudumu, atalifikisha salama kwa maslahi makubwa ya wanafunzi wetu kabisa. Ajipange, hatuwezi kufanikisha yote kabisa. Yapo mambo tulitamani tutayatekeleza kabisa kwa wakati wetu, lakini katikati kuna changamoto. Basi mimi nikushukuru ujumbe wako kwa wanafunzi ambao walikuwa nakusikiliza na ambao walikuwa nakutazama pia. Zungumza nao kwa mara ya mwisho wanafunzi sasa. Kiujumla mimi nishukuru pia kwa imani walioniamini mimi kama rais wa 2025-2026. Wamenipa support kubwa, lakini naamini pia maendeleo na mafanikio tuliyopata ni kutokana na umoja wao kabisa. Umoja wao wa sisi kudumisha amani, umoja wao wa sisi kutuamini, umoja wao katika kushauriana pale ambapo tulikuwa tunajikwaa, ndio sehemu ya sisi serikali kufanikisha mambo haya kabisa. Kwa hiyo mimi niwatakie pia maandalizi mema. Tunaenda kwenye maandalizi ya mitihani kabisa. Wasome kwa bidii, na kikubwa tudumishe amani, na tuzingatie taratibu na kanuni za kwetu. Na zaidi ya yote mimi ni waase sasa kwa nafasi ya leo, ni waase tupitie hii katiba, kwa sababu imekuja tuleti na tuko mwishoni, tuenda kwenye uchaguzi kabisa. Tupitie katiba ili tutakapoenda sasa kwenye mchakato tusipate changamoto. Na pia nikuombe pia kwenye peji zetu, wewe sasa kwenye mawasiliano ndio kiongozi, ujaribu kushare na wanafunzi zaidi kabisa. Tupitie tutakapoanza mchakato mwisho wa mwezi huu, ili kuwepo na awareness kubwa. Asante. Basi mimi nikushukuru kwa muda wako na nikutakie majukumu mema pia. Asante sana. Mtazamaji, huyu alikuwa ni rais wa serikali ya wanafunzi chuo cha wasibu Arusha, na hii hapa ndiyo katiba ya serikali ya wanafunzi mpya ambayo imefanywa marekebisho. Katiba ya mwaka 2015 imefanywa marekebisho mwaka huu 2026 baada ya kufanywa marekebisho ya kwanza pale mwaka 2021. Bila shaka una kila sababu ya kuhakikisha kwamba katiba hii unaipata kwa ajili ya kuangalia nini hasa ambacho kipo huku na kuweza kuifahamu zaidi pale ambapo unakuwa mwanafunzi wa chuo cha wasibu Arusha, ujue katiba ya serikali ambayo umeichagua na serikali ambayo umeiweka madarakani, katiba inayoongoza majukumu yote ya kila siku. Mimi naitwa Hamza Msaji, tukirejea hapa nitabita Kimaro, nitakuwa naye kwa ajili ya kurasa mbalimbali za magazeti. Usiondoke.
Unapozungumza kwa umahiri, dunia husikiliza. Katika dunia ya leo ya habari na teknolojia, mawasiliano madhubuti ni msingi wa maendeleo. Karibu usome shahada ya Multimedia and Mass Communication katika Chuo cha Uhasibu Arusha IAA. Na hapa utajifunza uandishi wa habari, utangazaji na mawasiliano ya kidijitali kutoka kwa walimu mahiri, na pia kwa vifaa vya kisasa utapata ujuzi wa vitendo unaokuhakikishia wewe ushindani katika soko la ajira. Tumejipanga kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto zako. Jiunge nasi ujenge taaluma yenye ushawishi katika ulimwengu wa habari na mawasiliano. Kwa taarifa zaidi tembelea tovuti yetu www.iaa.ac.tz au tupigie kupitia namba 0742 833 444. IAA Next Level. Tumerejea tena hapa, ni kurasa mbalimbali za magazeti. Niko na Tabita Kimaro kwa ajili ya kutuhabarisha yale yote ambayo yapo katika kurasa za magazeti za mbele, lakini pia na kurasa za nyuma. Kimaro, karibu sana. Sana sana Hamza Msaji. Hatujazungumza tangu asubuhi. Kwani maana sasa hivi saa ngapi jamani? Unajua tayari ishakaa kwenye akili yani. Kwamba mimi umeenda sana. Yani ikishamaliza morning lunch maana yake mimi na hesabu kama asubuhi imeisha kwangu mimi. Asubuhi imeisha kwa sababu unajua kwamba kuna wale watu ambao tunatofautiana. Kuna watu wengine ndio wanaingia kazini ndio wanaanza siku. Ila sasa yeye ndio kama hivi ndio tunaelekeza kumalizia siku. Mimi kwa asubuhi yangu mimi naona imeisha yani. Morning lunch ikishafika muda kama huu saa 2 kwa sababu maana yake tangu saa 1 tuko hapa ndani. Maana yake ikifika sasa hivi mimi naona tayari asubuhi imeshaisha. Lakini kuna mtu mdau anaamka anasema Mungu asante. Anaenda kulijenga taifa. Vyovyote wewe uamke saa 5 kwa sababu hatujui umelala muda gani. Uamke saa 7, saa 8, kila mtu na muda wake. Mwingine anaingia kazini saa 8, mwingine anaingia kazini saa 9, mwingine anaingia jioni. Kwa muda huu yeye bado yuko usiku. Kama watu wa mahakama ya burudani sasa hivi anakuja kufanya nini? Ya mtu ana kipindi cha burudani saa 10. Maana sasa hivi kwake inawezekana na shughulika na shughuli za hapa na pale za ndani za kujenga taifa. Muda mwingine una shughuli zingine ambazo kabla ya kuingia studio hapa. Kwa hiyo ndivyo hivyo ambavyo nazungumza. Pia na mtazamaji anatuambia yeye huwa anaamka saa ngapi. Asubuhi yake yeye huwa inaanza saa ngapi. Wengine yani ndo kwanza ni kabisa bado muda sana. Bado sasa hivi usiku. Karibu sana Kimaro, tugeukie kurasa mbalimbali za magazeti sasa. Tufahamu nini hasa ambacho kipo huko. Hapa Msaji na mtazamaji tu kamati gazeti Mwananchi Tanzania. Wapo wanatuandikia kwamba ni bajeti tunayoitaka. Ni nafuu ya maisha, gharama za maisha zimekuwa ni kilio kwa wananchi. Wanataka serikali ipunguze mzigo wa tozo katika nishati. Tunakuja bajeti ambayo itakayokuwa inatakiwa ni kwenye fursa pia za ajira. Vijana wanataka bajeti ya serikali ambayo inayochochea ukuaji wa uchumi ambao utasaidia kuzalisha ajira za uhakika kwa vijana. Lakini kilimo bora, wakulima wanataka bajeti iwape kipaumbele ili kusaidia
isho ya kodi zinazoumiza ili kukuza mitaji yao na kuendelea kudumu sokoni. Juni 11 ni tarehe ambayo Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omari atawasilisha bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Leo ni tarehe 9. Kwa hiyo kitu kama Alhamisi hivi ndio bajeti ya serikali ndio bajeti ya serikali 2026-2027 ndio itakayokuwa inafanya. Leo 9 maana yake kesho 10 ya Jumatano. Alhamisi. Tutajua sasa serikali inataka inataka shilingi ngapi. Inataka shilingi ngapi? Unafuu wa maisha. Tukiangalia kwenye unafuu wa maisha sasa hivi jamani, maisha yamekuwa ni magumu. Maisha yamekuwa gari. Maisha yamekuwa ni gari. Kwa sisi tena watu sisi tena hivi tunaoishi mijini ndio inakuwa ni changamoto tofauti na wale ambao wanaishi kijijini. Si unaingia tu na unang'oa muhogo unachemsha. Ila hata huko kijijini maisha magumu kama hujapanda. Haiwezekani. Wewe unaishi shamba hapa na nyumba yako iko hapa. Kwa hiyo umezungukwa na shamba lako. Hujapanda uvivu. Unajua wapo watu unajua sikia tabita. Wapo watu unajua hapo kijijini na bado wana njaa. Hiyo ipo uhalisia huo. Sasa wewe mwenyewe ndio unasababisha maisha yako magumu. Sema tunaosemea kwamba tunajitafuta, lakini kwenye kujitafuta bado tena tunakandamizwa tena na bei ya mafuta. Na bei ya mafuta. Yaani sasa hivi tukikwambia kwamba sasa kufanya application ya chuo cha uhasibu Arusha shilingi ngapi? Nakwambia sasa kwa hapa hivi stationery kwetu kwa mafuta yalivyopanda. Inabidi tufanyaje? Inabidi sasa hapo utuongezee hela. Maana yake wanatarajia sababu. Mimi hapa hivi nimefanya tu application. Nataka ile chuo cha uhasibu Arusha. Hapo unaniambia kwamba mafuta yamepanda. Mafuta yamepanda maana yake cost nazo za stationery. Na ambavyo sekta hii ni muhimu. Sera za biashara kama Tabito umezungumza hapo, biashara sasa hivi zimekuwa na nikilio pia kwa wafanya biashara kuhusiana na marekebisho mbalimbali ya kodi na nini, wengine wakilia hivi na matozo na nini. Kwa bila shaka nadhani bajeti hii itakuwa imefungua dira nzima ya mwaka 2026-2027 itakavyokuwa katika maisha mazima na muktadha mzima wa maisha ya wananchi. Na katika habari picha panaona ni bunge tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na na hapa pia kuna picha ya briefcase. Wanasema ni briefcase la maamuzi magumu. Sasa hapa ndo briefcase ya mkwanja. Humu imebeba bajeti. Tulikuwa tunaona kwamba tunaomba. Sasa yale yote ambayo mko naomba ndio hapo sasa kwenye yako humo sasa. Yatawekwa wazi kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bajeti ya serikali ya mwaka 2026-2027 tumeambiwa kwamba ni Juni 11. Mtazamaji, tutasoma katika ukurasa wa pili. Lakini Boniai ataja Mbowe alivyong'olewa CDM. Timu ya wenzetu Tundu Lissu kushinda kwa tofauti ya kura 31 tunahitaji tupongezwe, si kunyooshewa kidole. Ndani ya chama Bavicha ambao ni baraza la vijana la Chadema kote, yani Gen Z walikuwa upande wa Lissu. Kwa hiyo sisi tulipokuwa tuna kinadi sera zetu hawakutuelewa. Hii ni sehemu ya kauli ya mwenyekiti wa chama cha Chadema ya kanda ya Pwani Boniface Jacob maarufu kama Boniai alipokuwa akielezea mchakato wa uchaguzi. Ukurasa wa 4 hapa unaeleza. Lakini uundwaji wa tume ya Jaji Lila waibua mvutano kotini. Ukurasa wa 3, msongamano malori kero tupo, tiba yake yatajwa. Tumeona kwamba hata JNPF imewasilisha iko au labda ndio kwanza lipo linaenda taratibu. Alafu huko nyuma limeandikwa gari hili ni refu. Long behind. Long. Yani yapo yale malori makubwa marefu huko nyuma yanaandikwa huko. Unajua tu kabisa kwamba ile gari hata nikiliovertake hapa inabidi niwe makini sana kwa sababu ni refu. Kwa hiyo magari kama sasa yakipaki barabarani na yakiwa na changamoto barabarani, maana ni changamoto kwa wasafiri lakini pia na usafirishaji mwingine kwa ajili ya kuendelea na shughuli zingine za usafirishaji. Kabisa Hamza Msaji. Lakini rais wa CWT kotini kwa mashtaka 14 ya rushwa.
ukurasa wa 5 unaeleza. Lakini mkaa unavyoingizwa sokoni kwa njia za panya kukwepa kodi, jamani. Tena ukurasa wa 11 hamtosaji, ndivyo hivyo katika gazeti Mwananchi Tanzania. Basi tutamatishe na Mwana Sport katakiwa ya michezo na burudani, yenyewe imetuandikia presha ya ubingwa kiungo apeleka ombi Simba. Ni kuhusiana na burudani hizo na michezo ambayo inaonekana 6 za juu, yuko Yanga hapa akiwa na pointi 60, lakini Simba akiwa na pointi 58, Azam akiwa na pointi 52, Singida Black Stars akiwa na pointi 41, JKT Tanzania 38, huku United TRA wakichechemea hapa wakiwa na pointi 37. Kocha amtetea striker Yanga Sport Club. Kirafiki ni kesho Jumatano ni Senegal akiwa na Saudi Arabia katika muda wa saa 2 usiku huko katika dimba la Leopold Sedal huko Sanhol. Ndivyo ambavyo mchezo utachezwa huko. Matajiri wamemfuata Aziz Ki. Ni nini hasa ambacho kitajiri na je watawini kuhusiana na saini yake? Ukurasa wa pili hapa. 21 ni idadi ya mabao ambayo Aziz Ki alifunga alipokuwa mfungaji bora wa ligi kuu bara hapa mwaka 2023, lakini pia na 2024. FIFA ni bado kabiliana na Coastal Union katika dimba la Sheikh Amri Abeid ni FA nusu finali. Tunazungumza hivyo ni katika gazeti Mwanaspoti katika michezo na burudani. Ndio tamati yetu hiyo, Tabita Kimaro. Sawa Hamza Msaji, tunatamatisha hivyo kwa morning lounge siku nzima ya leo. Kabisa. Yes, una lolote la kusema? Una lolote? Sina lolote la kusema. Tuwe tu makini na maisha wakati tunajitafuta. Ndugu yangu. Angalia usilalie gogo kafikiri nimelalia godoro. Hakikisha kuwa makini sana. Kuwa makini sana. Na haya maisha. Kabisa, tukujuze tu kwamba chuo cha Usibu Arusha ndicho ambacho kinafanikisha yote haya, na kwa sasa dirisha la maombi kwa level ya certificate, diploma liko wazi mpaka pale itakapofikia Juni 10 mwaka huu, Julai 10 sio Juni, mwezi wa 7 tu hapo tarehe 10, maana yake mwaka huu 2026. Nikujuze tu kwa level ya diploma, maana yake certificate mpaka diploma, certificate mpaka diploma miaka 3, pia miaka 2, basi utaweza kusoma kozi hizi ziko 20 kwa sasa zimeongezeka hapa, na kozi ya clearing and forwarding ipo, kozi ya agriculture value chain management ipo, diploma in cyber security ulikuwa unawaza kusoma ulinzi wa mtandaoni, maana yake sasa imetolewa imeongezwa na huko diploma certificate unaweza kuisoma. Kwa hiyo bila shaka nikukaribishe katika kutuma maombi kupitia tovuti ya www.ia.ac.tz. Juu pale umeandikiwa application window is open, basi click pale na utaletewa uwanja wa kwa ajili ya kujaza taarifa zako. Jaza taarifa zako, fanya malipo ya control number pale, na mwisho wa siku submit maombi yako, na muda mchache baada ya siku kadhaa basi majibu utayapata huko huko. Tunza email yako ambayo ndio username, lakini pia tunza na password yako ambayo umeitengeneza mwenyewe, ambayo haifahamiki na mtu yoyote. Ndiko ambako utaweza kufuatilia majibu ya maombi yako. Tukutakia asubuhi njema, lakini pia na ufuatiliaji wa vitu vingi vinavyoendelea hapa IATV.